na ini lagi anak separah. Tumpe heshima yake. Ni Sheikh Sharifu huyo, namuona kahudhuria kwenye jambo. Mashaallah, hii shughuli Sheikh ina baraka sana. Wallahi nakuambia ni shughuli hii ina baraka kubwa kuhudhuriwa na huyu Sheikh. Wazazi, dua. Hii shughuli ina baraka kubwa, mashaallah. Kuhudhuria kwa Sheikh ni baraka kubwa sana. Hii shughuli ina baraka kubwa sana 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 sana. Mumbane asiondoke bila kuacha dua. Walimu wote, wazazi, wageni waalikwa, wanafunzi wenzetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa heshima kubwa, jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu wa Ilala Kasulu inawakaribisha na kukushukuru kwa kushiriki nasi katika hafla hii maalum ya mahafali ya kidato cha 4 kwa mwaka 2025. Historia fupi ya jumuiya hii ya Ilala Kasulu. Jumuiya yetu ilianzishwa mwaka 2012 kwa lengo la kuwakusanya na kuwaunganisha wanafunzi wa Kiislamu katika mshikamano na kielimu na maadili. Tangu wakati huo hadi sasa, jumuiya imekuwa nguzo ya kusaidia malezi ya kidini, nidhamu na mwenendo mwema kwa wanafunzi wa shule hii. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, jumuiya yetu imefanikiwa katika maeneo yafuatayo. Namba 1, msaada wa wanafunzi kwa yatima na wahitaji. Tumeshiriki kwa pamoja katika kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto mbalimbali ili waweze kuendeleza na masomo yao bila vikwazo vikubwa. Namba 2, miradi ya kielimu. Tumekuwa tukiratibu mihadhara na vipindi vya kielimu na kiimani kwa lengo la kukuza uelewa na malezi bora. Namba 3, ushirikiano na walimu. Jumuiya yetu imekuwa mstari wa mbele kushirikiana na walimu katika malezi na nidhamu ya wanafunzi, jambo lililosaidia kupunguza changamoto mbalimbali shuleni. Maombi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, bado tunakabiliwa na changamoto. Tunakuomba msaada kama ifuatavyo. Namba 1, vifaa vya kufundishia na kujifunzia, print, mashine ya photocopy, kompyuta na projector ili kurahisisha maandalizi ya mitihani na kufanikisha ufundishaji wa kisasa. Namba 2, rasilimali za kifedha, mchango ya kifedha kwa ajili ya kuendeleza miradi ya kusaidia yatima na wanafunzi wasiojiweza. Namba 3, ushirikiano wa karibu, ushauri na ushirikiano wa walimu, wazazi na wadau wote ili kuimarisha maadili, nidhamu na mafanikio ya kielimu ya wanafunzi wa Kiislamu. Aidha, tunaomba radhi walimu na wanafunzi wenzetu endapo tumewahi kukosea kwa namna yoyote. Binadamu si mkamilifu, bali mkamilifu ni Allah pekee. Hitimisho. Kwa heshima kubwa tunashukuru tena ndugu mgeni rasmi, wazazi na uongozi wa shule kwa kushirikiana nasi katika malezi ya kielimu na kidini. Tunaomba Allah atujalie mafanikio mema katika masomo na maisha yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Angalia picha.
wazazi, waheshimiwa ni wazee watukufu, ni wazee mliokuwa huko Aitebo, na walimu wanaosimamia somo la DNDK. Natamania kumtaja kila mmoja hasa kwa nafasi yake, hasa mwalimu wangu ambaye wakati naingia alikuwa ana perform, anasema mada nzuri kabisa. Lakini pia na shekhe wangu hapa, lakini pia kuna moja ya vipenzi vyangu ambavyo tumepotezana zaidi ya miaka mingi sana, zaidi ya miaka 10. Ndugu yangu hapa mwalimu nani? Mwalimu Sonso, kidogo jina lake. Sasa Sonso, kidogo lazima uwe umekaa vizuri, maana sisi Wanyamwezi rafsi kidogo lazima zikukimbie. Tumepotezana leo, nimefurahi kukutana naye hapa. Kaka yangu Saidi Musa Hulela, naye nimemwona wali sultani na timu yake, na wao ndo wanaingia. Na kama ikupendezeni watu wa ratiba, kabla ya kumaliza jambo, basi wapewe nafasi ya kuweza kuperform. Kwa hakika shughuli ni kubwa, hadhara hii ni kubwa sana. Kama nilivyokwisha tambulisha awali, jambo MC amekosea kidogo. Mimi naitwa Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadir. Nimezaliwa ni katika Uislamu, baba na mama wote ni Waislamu. Walikosea kidogo, tumeradhi sema inshallah. Wallahi sitamani kusema wala sitamani kuongea. Kwa hakika shughuli hii ni kubwa. Kwanza wazazi mmetulia kuliko ya wale wapande. Haya hizi vurugu tunazosikia na wanaongea, hawa sio wenye watoto ambao wanahitimu siku ya leo. Wamekuja kusherehekea sherehe ya kuhitimu masuala ya dini ya Kiislamu katika age na level waliokuwa nayo. Lakini lao wangelikuwa wana watoto, basi wasingelikuwa wanapiga fujo namna hii. Lakini wanafunzi kwa kipekee, kwanza mmependeza na Allah kujalie kila la kheri, na matumaini makubwa kwamba katika stara hii walimu wanaosimamia somo la dini kwa hakika mmesomesha maadili ya Kiislamu, na hivi ndivyo inavyotakiwa. Kila binti nilikuwa nikimtizama pale amevaa nguo ni ndefu, lakini pia vijana wamevaa makanzu kwa uzuri kabisa. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri. Hivi ndivyo tunavyotaka na hivi ndivyo inavyolia serikali yetu. Rais anasema mwenye kwa maadili, lakini mufti wetu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Ali Mwana mpaka ikafikia mpaka ikafikia bahala anakitunga kitabu kinachosema mmomonyoko wa maadili ni nani alaumiwe. Hivi ndivyo tunavyotaka, na maadili haya yanatengenezwa hapa school, katika madaris na wazazi, hasa watoto wa kiume. Leo imekuwa ni mtihani katika jiji letu la Dar es Salaam. Kumlea mtoto wa kiume umekuwa ni mtihani kuliko kumlea mtoto wa kike. Mwenyezi Mungu atunusulie, hasa kuzingatia shekhe aliyokuwa akitoa mada hapa, na wazazi 80% mlikuwa mkimsikiliza vile ipasavyo. Mawazo yake ni mazuri, sifai hata kuyarejea, na wengine sisi ni wabovu hasa wa kusema, lakini tafuta pahala pa kudalia ili na mimi Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadir isemekane au ikawa ni historia kwa mara ya kwanza kukanyaga katika ardhi hii, katika sekondari hii. Kwa nami nimepata kutabaruku, jambo ni kusema hata waliponambia kwamba tutakuhitajia, tutakutamania uje kuwa ni mgeni rasmi katika hadhara hii, nikamwambia inshallah utakuja, kwa sababu hii shughuli ni event ya Kiislamu. Shughuli hii ni kubwa sana, na shukurani zimwendee mwalimu mkuu wa shule hii na wasaidizi wake wote, na wazazi, hasa wazazi wa kike wa kina mama. Na nyie mmekuwa wengi kuliko kina baba, na kupitia jukwaa hili nimeambiwa nifanye dua. Mtakufanyieni dua leo, waume zenu wasiongeze mke wa pili, makinyie kama nyie. Tikeni amin. Maana leo umekuwa ni mtihani. Hatukatai sheria ya Mungu aliyoamri ya Allah aliyosema kuwa watu wanne ni sunna. Hapana. Wanaume wengi leo wanajua kuoa, kutunza hawawezi. Akina mama wataungana na mimi katika hilo. Sasa tuwaombea dua nyinyi akina mama ndio mwaipambania shughuli hii. Shughuli ambayo mnaweza mkaiona hasa walimu.
Walimu, naanza na walimu. Tusemeni insha Allah. Na dakika chache naondoka. Taanza na walimu, nije kwa wanafunzi, nimalize na wazazi. Naanza na walimu. Walimu, msikate tamaa. Hivi mnafanya shughuli kama hii, mnachangishana, mwenye 1000, mwenye 2000, mwenye 3000, mwenye 500, wengine wakaona wanadhulumiwa. Lakini tunakwambia sadaka hizi mlizotolewa hapa ni kwa ajili ya mashehe hawa na kwenda kuzila, na wana haki hawa wametoka mbali. Hii kazi mimi niliwahi kuisomesha, niliwahi kuitumikia kazi ya kusomesha. Shika wangu anaelewa. Nilikimbia sababu kazi ya kusomesha dini, wewe kulala ni njaa, kwako ni faradhi wala si sunna. Sadaka ndio hizi hazifiki hata 100,000. Kama ikifika 100,000 pesa mliopata au 1,500,000, mimi nakupeni 1,000,000 hapa. Subutu yako. Mnachangishana mpaka shughuli inafika. Mnakodisha vitu kama hivi. Watoto pia mabinti pale wamevaa sare nzuri, wamepambika mashaallah. Wazazi mkajichanga. Walimu, msikate tamaa. Katika kazi hii mnayoifanya, hawa wazazi tuna matumaini, wengine ndio mara ya kwanza wameona graduation ya Kiislamu kama hii, na matumaini inshallah mwakani tutairatibu, na inshallah nimechukua dhamana ya kuwalea. Nitawalea, nitakuwa mlezi. Mwakani tufanye jambo kubwa zaidi ya hili. Tusemeni insha Allah. Tena insha Allah. Asiyosema ni mchawi, sema insha Allah. Shughuli kubwa hii. Lakini watukufu wazazi, nimalize na wanafunzi. Shughuli hii ni shughuli kubwa kwenu nyinyi. Mmefanya jambo la kiibada. Kwanza mmesikiliza maneno ya Allah, na kuja kwetu hapa sote hapa ni sababu ya kufutiwa madhambi makubwa na madogo. Tumswalie Bwana Mtume Muhammad. Sababu hapa haijapigwa disco, hapa haijapigwa Mama Amina wauni wangu wa Ilala, haijapigwa ati hapa. Hapa ametajwa Mtume Muhammad. Hata watoto wengi tunahudhuria katika sherehe ambazo zinaitwa ni mahafali za watoto, kidato cha 2, kidato cha 4, darasa la 7 na 4, zile graduation. Mnaona watoto wanakatika viuno, mtoto anacheza mpaka mzazi unaanza kumtizama, unasema ya Rabbi toba, mwanangu akifikisha ya miaka 30 atakuwa katika dunia gani? Ana katika adabu ya Rahmani. Wewe uwezi mwanao anaweza mambo kama hayo, inakuwa hatari. Mwenyezi Mungu atunusulie, Mwenyezi Mungu atuhifadhie vijana wetu. Na hawa vijana hivi mlivyofanyiwa, na inshallah taala hata mwakani mwaje kufanywa hivi. Semeni inshallah. Kwa wazazi mliojitolea, mliochangia sadaka zenu, kwa hakika nyie hamjapoteza, na mliokuja kwa dhati ya kuwasherehekea watoto wenu wanahitimu hii graduation kama hii, Qur'ani imesomwa, kasida zimeimbwa, Mtume ameswaliwa. Kwa hakika hii ni shughuli nzito sana. Semeni amin. Lakini nimalize na wanafunzi, dada zangu, kaka zangu, my brothers and my sisters, wadogo zangu hapo. Mimi kijana ni mwenzenu, mnayoniona hapa. Nataka niseme na nyie walau japo dakika 2, dakika 3, kama ikikupendezeni. Kama mko tayari kunisikiliza, basi nisikilizeni, kwani Waswahili wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Lakini Waswahili hao wakizalamu wakasema haraka haraka haina nini. Yani wewe unajitia mapepe. Hata msanii mmoja aliwahi kusema katika mashairi yake, chunga tamaa, tamaa mbaya. Na hisi kama ni msanii mmoja anaitwa 20%. Wewe leo maneno kama haya unayasikiliza, umepata bahati mwanafunzi, bahati anaongea ni mwana kijana mmoja, ana simu ya mkopo, zile item zinazotolewa, anajitia na chati. Hata form 4 sijui, wengine sijui form 2, hata chuo kikuu hajafika. Wewe ukija kupata iPhone, mzazi wako si atakutuma, utamkatalia? Wazungu husema kwamba no sweet without sweat. So what to say? Hakuna mafanikio yanakuja ghafla, lazima ustruggle. Chukua wangu anaelewa, hata leo baada ya kurudi ameshangaa. Anachukua namba, nikamwambia ukinipigia sitakupokelea, na ukinitumia message nitakujibu baada ya mwezi mmoja. Sasa message ninazotumiwa ni nyingi. Watu wanaotamania kukutana na mimi live ni wengi, ni maelfu na mamia ya watu.
ndio tunasema kwamba hata kaka yangu Sultani neno ambalo kila siku anamwambia tuamini kwamba wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Inna Allah, hata sisi watu wa Kadiria tunaamini kwamba inna Allah ala kulli shay'in qadir. Hakika ya Mungu anaitwa Allah, uwezo wake ni wa kuweza kila jambo. Sema la ilaha illa Allah. Kwa wanafunzi someni, pambaneni, usije ukatishwa tamaa. Hebu yakubali malengo yako, usikubali malengo yako yaishie njiani. Ukishaandaa maisha yako, ukaprepare life yako, maisha mazuri yatakuja, lakini yanatafutwa. Ukiwa na tamaa, uko form 4 unataka upake shedo, uko form 4 unataka uweke piko, uko form 4 unataka ukajiweke ukaweke kope, uko form 4 unataka ukaweke kucha. Ukitizama kama kibwengo hivi utachelewa. Wewe kimbilia kuweka makope hayo, utatongozwa upigwe mimba. Unajiona umedamshi kumbe kituko. Tena sitaki nikwambie uwe na nywele za kipilipili kama zangu mimi Mnyamwezi wa Tabora Ulambo, alafu weke shelo pale ukicheka kama vile kituko fulani. Mazuri itafika muda utapaka shelo hata kama ni milioni, lakini muda bado. Inawezekana usinielewe, usinifahamu. Unaona sisi tunabadilisha magari, leo nimeendesha gari lile, leo kesho lile, ukatuchukulia kwamba tumeibuka. No, hatujaibuka. Lazima ustruggle. Nimemwona kijana binti mmoja pale, nitamsimamisha kama muda utaniruhusu, lakini na kijana kama wawili. Hasa yule aliyovaa kilemba pale kaka yangu, na mwingine mtamtaja baadaye. Mungu akipendeza nitawapa zawadi. Hawa watu kama yule mwenye kilemba, wakati naimba zile kasida, ameguswa. Yani unamwona kwamba yuko very active, yani kwamba akili zake, fikra zake ziko hapa, yani mawazo yake yako hapa, hata vaa yake utamwona iko hapa. Kijana Mwenyezi Mungu mwenye kila la kheri, na binti huko nitakusimamisha, na vijana wawili wa kiume kawaita nikupeni zawadi. Yani mtu atizama tu unajua kwamba wazazi wao wamefaulu. Na wazazi, Mwenyezi Mungu ajalie watoto wenu wawe kama hawa niliowasema. Semeni amin. Wazazi pambaneni, wazazi pambaneni. Sisi tunatuona mpaka tuko hapa leo. Hata mzazi akinipigia simu, mwanangu nitumie milioni 7, wallahi sasa hivi namtumia. Sababu ninapo pa kuipata, niliandaliwa. Leo unaona hii niliyokuwa nayo, nina mambo ambayo yako different na umri wangu. Nikitoka hapa nilikuwa pahala, ni katika shughuli kama mfano wa hii, ni shughuli ya uzinduzi wa kampeni ya CCM kule katika wilaya ya Mkuranga kule diwani. Natakana nikaende. Asubuhi nilikuwa nazungumza na vyombo vya habari zaidi ya 100 ya waandishi wa habari. Daktari Mama Samia Suluhu Hassan atakuja wilaya ya Mkuranga siku ya Jumatatu. Nimepewa dhamana ya kuweza kuongea na waandishi wa habari. Tazama, tuliandaliwa. Ndio maana leo unatuona tunaweza kusimama mbele ya hadhara kama hii, mbele ya halaiki za watu, kuwa na experience na confidence ya hali ya juu ya kuweza kusema na maelfu na mamia ya watu. Na hii nitoka nikiwa na umri mdogo wa mwaka 1.5. Na unijua, mnanijua, nasema na maelfu na mamia ya watu. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, akili kichwani. Huyu anayekudanganya na kupala kimoja itaisha. Unatumia kijisimu cha kimoja cha. Hebu pambana. Itwa chawa, itwa na kimelemele, itwa nini, lakini pambana, utimize ndoto zako, sema insha Allah. Haya masuala ya kuja dating, mapenzi, baby nini, acha nayo. Hebu sikubali ndoto zako. Hebu jitume kwamba na mimi siku moja nataka niwe kama madam fulani, na mimi siku fulani nataka niwe kama shike fulani. Hata ikifika hadhara kama hizi, na wewe useme leo unavaa abaya na milioni 1 unanipiga, abaya na laki 1 unanipiga, simu yangu ya milioni 5 uko nayo mfukoni, itafika. Lakini wewe ndo kwanza hata mtani kujafanya, umekuja na kijisimu chako hicho, basi mnaanza kuchati. Wenzako wako na iPhone hapa, kina Saidi Ulela hapa, kina Zai.
zile zilizotoka za laki 6 hata walimu. Tusalimu ala Mtume Muhammad. Kwa wanafunzi inshallah taala nilitamania niendelee kusema, lakini pia nimesomewa risala hii ambayo imebeba ujumbe kwamba ujumbe au maombi yaliyoombwa hapa ni maombi ambayo yako ndani ya uwezo wangu. Na wewe singelikuwa ndani ya uwezo wangu ningelisema kwamba hili jambo siliwezi, lakini nimeomba hapa mashine kwa ajili ya kuweza kurahisisha upatikanaji wa mitihani. Na mwalimu wangu hapa, kaka yangu huyu, mlezi wangu, ameniambia kwamba kuna binti mmoja ni Mkristo ataingia kwenye chumba cha mtihani. Takbiri. Yuko wapi yule binti? Yaani binti sio Muislamu, lakini masomo yote ya dini alikuwa anahudhuria. Tumsalie Mtume jamani. Wewe mama, tumsalie Mtume. Hebu mwangalie mnamwona mamsalie Mtume nani mwanga huyo? Hebu tumsalie Mtume. Mungu ajalie huko kwenye vikoba mkasamehewe. Subutu. Lakini umekuwa hapa anakusamehe. Yule binti Mwenyezi Mungu ajalie kila kheri, na tuangalie namna ya kufanya. Walimu, haya mambo mlioniomba inshallah, na siku hiyo ya kuja kukabidhi hapa nitakuomba na wanafunzi wawe. Lakini pia niwaambieni mwezi wa 12 sekondari hii, japo baadaye kaka yangu Saidi ule, unajua nafasi ndio hizi, tulipitishe nafasi ndio hizi. Mwezi wa 12 wanafunzi wote mliokuwa hapa na wazazi, kuna uwanja unaitwa uwanja wa Mnazi Mmoja. Itakuwa tarehe ngapi? Mwalimu Sultani nisaidie ili tuweze kulisema hili. Tarehe ngapi? Sogea toto. Tarehe 31 mwezi wa 12 kuanzia asubuhi na mapema kabisa tutakuwa tuna kongamano pale katika uwanja wa Mnazi Mmoja la kufungua mwaka na kuuaga mwaka. Hakika nyinyi mtakuwa mashahidi. Tumsali Bwana Mtume Muhammad. Hakuna kiingilio. Tunakesha pale mpaka asubuhi pale, itapigwa ngamia na kasida zote mbalimbali zitakuwepo. Nami nimepangwa nitakuwa na dua maalum. Semeni inshallah. Hakuna kwenda kufunga sijui unaenda kufunga mwaka sijui wapi. Tunakwenda kufunga mwaka na kufungua mwaka pale Mnazi Mmoja. Na hii itakuwa ni kubwa sana. Hata hapa matangazo skuli yatafika, tutawaalika pia walimu wetu wa dini ili mradi mje mshuhudie tukio hilo. Baada ya kusema haya inshallah taala, niombe pia radhi kwa kuchelewa kama alivyosema msaidizi wangu Al-Habib Sheikh Mwingia. Tulitamania tufike mapema tuweze kuangalia watoto namna watakavyo perform pale. Nimesikia zimeimbwa kaswida hapa, wameimba mashairi hapa, Qur'ani imesomwa hapa. Nilitamania niwahi, lakini kwa sababu ya majukumu tuliyokuwa nayo nimeshindwa kufika on time. Lakini kwa mara nyingine tena inshallah, Mungu akitujalia tutakuja kuwa pamoja. Binti, haya, huyu binti unaitwa nani dada yangu? Usimtemeki, inatosha. Kakae, nitakuona baadaye. Jana wangu tutafanya maarifa tuweze kumuona. Wanafunzi jamani, huyu mkae naye vizuri na mshawishini siku moja aje kusilimu. Semeni inshallah. Nilimwona binti mmoja amekaa mbele, sijui miwani ndio kaivua. Alikuwa amevaa miwani hapa, alikuwa anaitikia sana mashairi. Hebu najua masaa yako itamfanya huyo kuweza kusilimu. Baada ya kusema haya, kama kuna pahala nimewakosea au nimesema vibaya, tuone radhi. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Lakini pia kupitia jukwaa hili, sababu sisi tumepewa dhamana ya kusimama mbele ya watu kusema, wazazi imekuwa ni wengi, wakina mama na wakina baba na wanafunzi. Na waambieni jamani, nafunga maneno ya